Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa vikali nchi ya Israeli kuhusu namna inavyoendeleza operesheni zake zote za kijeshi dhidi ya kundi la Hezbollah nchini Lebanon, akisema kuwa vita hivyo vimechukua muda mrefu mno na vimesababisha vifo vya raia wengi sana wasiokuwa wapiganaji katika maeneo ya mapambano. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa viongozi wa mataifa 7 tajiri zaidi duniani yanayounda kundi la G7 uliofanyika nchini Ufaransa, kiongozi huyo wa serikali ya Marekani amebainisha wazi kuwa ana furaha kabisa na jinsi viongozi wa Israel wanavyoshughulikia mzozo huo wa kikanda, huku akisisitiza kwa msisitizo mkubwa kuwa mashambulizi ya mara kwa mara yanayoelekezwa katika maeneo ya makazi ya watu yamekuwa yakigharimu maisha ya raia wengi wasiohusika kabisa moja kwa moja na mipango hayo ya silaha. Kiongozi huyo alifafanua zaidi kuwa nchi ya Israel imekuwa ikipambana nalo kundi hilo la Hezbollah kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa hapo awali, hali ambayo kwa mtazamo wake wa kisiasa imekuwa ikizidisha kwa kiwango kikubwa madhara za binadamu na kuharibu taswira ya juhudi pana za kidiplomasia zinazohusisha makubaliano ya kistajeria katika serikali ya Marekani na nchi ya Iran. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na rais huyo wa Marekani, operesheni hizo za kijeshi zinazojumuisha kubomolewa kwa majengo makubwa ya makazi ya watu ili kuwatafuta na kuwafikia wapiganaji wa Hezbollah zimekuwa na athari kubwa na mbaya kwa wananchi ama wananchi wa kawaida wasioishi katika maeneo hayo yaliyolengwa na mashambulizi ya mabomu. Katika kauli yake hiyo ya wazi mbele ya mkutano huo wa kimataifa, kiongozi huyu alieleza kwa uwazi kudhurithishwa kwake kukubwa na mashambulizi ya kijeshi yanayofanywa na Israel katika mji mkuu wa nchi ya Lebanon, Beirut. Asa aliguzia shambulio kubwa lililotokea siku ya Jumapili ambapo lilitekelezwa muda mfupi tu baada ya kutangaza rasmi kwa makubaliano ya muda kati ya nchi ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akielezea kutofurahishwa kwake na hatua hiyo ya kijeshi. Alifafanua kuwa kufanya mashambulizi makubwa ya namna hiyo saa chache kabla ya kuweka saini kwenye makubaliano muhimu ya kidiplomasia kulikuwa kuna juhujumu na kutatiza juhudi zote zinazolenga kuleta utulivu wa amani katika eneo hilo lote la kistrategia. Alisisitiza kuwa mzozo huo wa Israel dhidi ya Hezbollah umeendelea kwa kipindi kirefu kiasi kwamba kwa sasa unaweka kivuli hasi na kisichofaa juu ya kile alichokiita makubaliano makubwa na ya muhimu yaliyofanyika kati ya serikali ya Washington na viongozi wa Tehran. Kwa mtazamo wa rais huyo wa Marekani, kuendelea kwa mapambano hayo ya silaha kunadhoofisha kwa kiwango cha juu mafanikio yaliyopatikana kupitia mazungumzo ya kisiasa na kunaweza kuleta mvutano mpya na mkubwa katika Mashariki ya Kati, wakati huo ambapo juhudi mbalimbali za kuzuia mgogoro mkubwa wa kikanda zikiwa zinaendelea. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, kiongozi huyo pia alitoa pendekezo ambalo limezua mjadala mkubwa wa kisiasa na kiusalama pale aliposema kuwa nchi ya Syria inaweza kufanya kazi bora zaidi katika kupambana na kundi la Hezbollah kuliko jinsi nchi ya Israel inavyofanya kwa sasa. Alimtaja rais wa nchi ya Syria Ahmed al-Assa kama kiongozi mwenye uwezo mkubwa na dhabiti wa kushughulikia kundi hilo kwa ufanisi mkubwa zaidi kuliko mbinu zinazotumiwa na Israel hivi sasa. Alisema kuwa amewahi kuishauri serikali ya Israel kuiruhusu nchi ya Syria ichukue jukumu la kuwajibu wa kupambana ama
kuchukua jukumu na wajibu wa kupambana nalo kundi hilo la Hezbollah, akibainisha kuwa iwapo Israel haiwezi kutekeleza operesheni zake za kijeshi bila kusababisha vifo vya watu wengi wasiohusika, basi nchi ya Syria inaweza kufanya kazi hiyo kwa njia bora zaidi na salama. Hatua hiyo ya kutoa pendekezo la aina hiyo imeonekana kuwa ya kushangaza sana kwa wadau na wachambuzi wengi, kutokana na uwepo wa kihistoria ndefu ya mvutano mkali na uhasama uliopo kati ya nchi ya Israel na nchi ya Syria, pamoja na nafasi nyeti inayoshikiliwa na kundi la Hezbollah ndani ya mifumo ya kisiasa na kiusalama ya nchi ya Lebanon. Aidha, kiongozi huyo wa Marekani amelimpongeza Rais Ahmed al-Sharaa, akisema amekuwa kiongozi mwenye uwezo mkubwa na ameshirikiana vizuri sana na serikali ya Marekani katika masuala mbalimbali yanayohusu usalama na siasa za kikanda katika Mashariki ya Kati. Kiongozi huyu alidai kuwa rais huyo wa Syria amekuwa akilinda kwa uaminifu mambo yote ambayo nchi ya Marekani imekuwa ikiomba na kuyatafuta katika eneo hilo, jambo ambalo alieleza kuwa linaonyesha wazi kwamba serikali ya Damascus inaweza kuwa mshiriki mwenye nguvu na ushawishi mkubwa katika udhibiti wa ushawishi na nguvu za kundi la Hezbollah. Kauli hizi za Rais Trump zimekuja wakati huu ambapo mivutano ya kikanda ikiwa inaendelea kushika kasi kubwa, huku serikali ya Israel ikizidi kusisitiza msimamo wake kuwa itaendelea na operesheni zake zote za kijeshi dhidi la kundi la Hezbollah, licha ya kuwepo kwa shinikizo kubwa la kimataifa na juhudi mbalimbali za kidiplomasia zinazolenga kusitisha mapigano hayo mara moja. Kwa upande mwingine, kundi la Hezbollah limeendelea kujionyesha na kudhihirisha kama nguvu muhimu sana ya kijeshi ndani ya mipaka ya nchi ya Lebanon, huku likiwa linaungwa mkono kwa karibu sana na serikali ya Iran, jambo ambalo limefanya kundi hilo kuwa sehemu muhimu na ya msingi katika hesabu zote za kisiasa na kisalama katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Tamko hilo la kiongozi wa Marekani Donald Trump lina uwezo mkubwa wa kuongeza na kuchochea mijadala mipana kuhusu nafasi halisi ya serikali ya Marekani katika kusimamia na kutatua mzozo huo, hasa baada ya kuonekana wazi kuwepo kwa tofauti kubwa za kimtazamo kati ya serikali ya Washington na viongozi wa Tel Aviv kuhusu namna bora ya kumaliza mapigano hayo dhidi ya kundi la Hezbollah bila kuongeza idadi ya vifo vya raia ya kawaida wasio na hatia. Pia tamko hilo linaweza kuzua mjadala mwingine mpya kabisa kuhusu nafasi ya nchi ya Syria katika mifumo ya usalama wa eneo hilo, jambo ambalo kwa kipindi cha miaka mingi limekuwa swala nyeti na gumu kutokana na historia ndefu iliyojaa vita vya silaha, migogoro ya mipaka ya nchi na ushawishi mkubwa wa kistratejia unaowekwa na mataifa mbalimbali ya nchi katika siasa za Mashariki ya Kati.